Tarehe 22 Machi 2025, juzi tu hapa, akiwa katika mkutano wa hadhara mkoani Simiyu, katibu mwenezi wa CCM Bwana Amos Makalla alitoa tuhuma nzito dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akidai kuwa chama hicho cha upinzani kinafanya kampeni ya kuchangisha fedha maarufu kama tone kwa tone kwa lengo la kununua virusi vya Ebola na Mpox na kuviingiza nchini kwa ajili ya kuzusha hofu na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Lakini itakuwa vema ukisikiliza maneno yake yeye mwenyewe alichokiongea siku hiyo ya tarehe 22 mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Hebu msikilize hapa. Naomba niseme hadharani, Chadema wanakusanya fedha kwa kisingizio cha kwenda kuandaa umma ili wakatae uchaguzi, ili wasimamishe uchaguzi, lakini kuna ajenda asiri. Hawa watu na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tone tone, eti ikifika wakati wakanunue virusi vya Ebola na Mpox ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike. Wako tayari kuwaumiza Watanzania kwa kupandikiza virusi vya Ebola wakati wa uchaguzi ili uchaguzi usimame. Huu ni mpango wa siri wanauratibu, na kwamba huko wanakopita au mchango unaofanywa ni wa kukusanya fedha. Wameshakutana na watu wanunue hivyo virusi, eti ikifika wakati wa uchaguzi, miezi ikikaribia, sisi hapa tuugue Ebola na Mpox katika Tanzania. Naomba niwatahadharishe Watanzania hawa, hajafikia katika level hizo, hajafikia katika ubinafsi wa viongozi wanaoratibu jambo hili. Hili ni jambo la hatari. Chadema na wenyewe wapo watakao kufa katika hili, lakini wenzetu wengine hawana familia hapa Tanzania. Tushindane kwa hoja. Kwa hiyo mnaochangia tone kwa tone, mnachangia kwenda kununua virusi vya Ebola ili waje waviingize Tanzania. Kwa hiyo ili bakuli linalopita na watakapopita watakuwa wanaomba hela, ili fedha hizo wameshakubaliana na watu kwamba kazi hii tunao uwezo wa kufanya. Ikifika mwezi wa 9, nchi nzima itakuwa watu wanaumwa Ebola, hakuna kwenda kazini, hakuna kwenda kupiga kura, na washangilie kwamba tumezuia uchaguzi. Hili ni jambo la hatari sana, na sisi tumeamua, na hasa mimi nimeamua kulisema hadharani kwamba wenzetu wana mpango mbaya katika taifa letu. Kwa makusudi kabisa na maslahi yao wanapanga mipango michafu ya kuiangamiza Tanzania. Baada ya kumsikiliza Comrade Makalla akitoa hizo porojo zake, nitumie fursa hii kuwashukuru nyote mnaotembelea channel hii. Niwakaribishe wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikupendeza, basi unaweza kusubscribe channel hii, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya ikiwekwa hapa uweze kufahamishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za siasa, pia channel hii ambayo sasa inajulikana kama Jasusi TV inajihusisha na habari za kitaifa na kimataifa, chambuzi, matukio, masuala ya intelijensia na kozi. Kwa hiyo unapotembelea channel hii, licha ya kuhabarika, pia unapata fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo mfupi, nirudi sasa kwenye makala yenyewe, ambapo kama mlivyomsikia mwenezi Makalla akidai kuwa Chadema wanakusanya fedha kwa ajili ya kununua virusi vya Ebola na Mpox kwa malengo ya kuhujumu uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025.
Sasa makala hii kwa kifupi inajaribu kuangalia nini hasa kinaweza kuwa kimechangia beyond uzoefu huo kwa CCM mara nyingi tunapokaribia chaguzi huwa wanakuja na tuhuma kama hizi, lakini pengine kuna mengine ambayo hayako waziwazi. Moja ni hilo la kwamba CCM ni wazoefu wa kuzusha tuhuma kama hizi, hili halihitaji mjadala. Lakini jingine ni kuhusu ajenda ya no reform no election, ambavyo kama mlivyoshuhudia wengi wenu, mara baada ya kuingia madarakani mzee Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Taifa, alitumia swala no reform no election kuwa ndio ajenda yake kuu, na takriban kila alikopita alikuwa akizungumzia swala hilo. Kidogo siku mbili tano naona pumzi imemuishia, amekuwa haongelei sana swala hilo. Lakini pia Comrade Makalla amekuwa naye ajenda hii ameivalia njuga, kila anakopita, ameenda Zanzibar kule akaongea kwamba sheria siku ziko hivi na vile. Kwa hiyo picha unayopata ni kwamba CCM hawajaona mkakati sahihi wa jinsi ya kukabiliana na hili swala hii ajenda ya Chadema ya no reform no election. Lakini kinachowasumbua pia zaidi Chadema ni kwamba ajenda hii inakuja muda mfupi baada ya Chadema kupata uongozi wake mpya, na sio kama uongozi wake mpya Chadema umepatikana kirahisi. Hapana, kulikuwa na mbinde nyingi, kwamba kulikuwa na jitihada kubwa zilizofanyika za kumzuia mgombea mmoja asishinde, na mgombea huyo ni mwenyekiti wa sasa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Lakini licha ya hilo, ukweli ni kwamba mchakato wa uchaguzi wa Chadema, uchaguzi mkuu wa Chadema, uligusa hisia za mamilioni ya Watanzania, na yayumkinika kusema kwamba mchakato huo umeifanya Chadema kuweza kurudisha imani ya Watanzania wengi kwa chama hicho, kwa sababu huko nyuma Chadema ilikuwa ni kimbilio la Watanzania. Kuna watu wengi waliiamini Chadema kuwa inaweza kuwa mbadala wa CCM, na mazingira yanavyoonyesha sasa hivi ni kama Chadema inarudi kule kwenye misingi yake ya kuwa tegemeo na kimbilio la Watanzania. Sasa kuna watu ndani ya Chama cha Mapinduzi hili linawanyima usingizi, na katika kudili na kitu ambacho hawajajipanga vizuri kukabiliana nacho, yayumkinika kuamini kuwa ndio kuja kukurupuka na hiyo ajenda ya Ebola na Mpox. Hata hivyo, kuna taarifa kwamba ushauri huu wa kuja na hizi habari za Ebola na Mpox umetolewa na kitengo, kwamba huu ndio mkakati sahihi wa kujaribu kutengeneza picha kwamba Chadema sio tu inachukua fedha za Watanzania kwa kama inawaibia fedha, ambazo baadaye fedha hizo hizo inazochukua kwa Watanzania inaenda kununua vitu ambavyo vitakuja kuwadhuru Watanzania, kwamba Chadema inakusanya fedha kupitia tone tone, lakini fedha hiyo ya tone tone lengo ni kwenda kununua hivyo virusi ambavyo vitatumika dhidi ya Watanzania hao ambao wameichangia Chadema, kwa mujibu na busara za hawa jamaa walioishauri CCM kwamba ije na mkakati huu, kwa mujibu wa maelezo kwamba huu ni ushauri kutoka kitengoni. Yote katika yote, ushauri huu ni mbovu, na ajenda nzima hii ya kusema kuwa Chadema wana mpango wa kutumia virusi ni hatari kwa sababu nyingi tu, lakini moja ni ukweli kwamba kitendo cha kuchukua virusi na kuvitumia kuwadhuru watu ni ugaidi wa kibiolojia. Sasa kuna athari mbili kuhusiana na hilo swala zima la ugaidi. Kwanza, eneo lolote linalohusishwa na ugaidi hakuna mtalii atakayekwenda. Kwa hiyo hii ni kama CCM wanajipiga risasi kwenye mguu. Lakini pili, sio tu kwamba swala la ugaidi, virusi hivyo vya Mpox na Ebola ni vitu ambavyo vinamfanya mtu yoyote mwenye akili asiende eneo lenye maradhi hayo. Lakini kuna tatizo la tatu. Sasa hili la tatu sio tu kwamba lina athari kwa CCM, lakini hili lina athari, na ndio maana ni muhimu kwa Chadema kuchukua hatua stahili. Ugonjwa huu wa Ebola upo jirani tu. Juzi hapa uliibuka nchini Uganda, unacheza sana Uganda na DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpox nayo imeingia Tanzania, japo haijawa serious. Sasa kwa kuleta tuhuma hizi, endapo zitakusema magonjwa haya labda kwa mfano Ebola itaingia Tanzania au hii Mpox ambayo ipo Tanzania ikakua kwa kasi, ni rahisi hata kama CCM baadaye kuja kusema kwamba no, actually ilikuwa tunafanya tu propaganda, hatakuwa serious, lakini ni rahisi watu kuassociate na tuhuma hizi kwamba kweli inawezekana ugonjwa umeletwa na Chadema. Kwa hiyo hizi ni tuhuma, na ni lazima Chadema wachukue hatua kali za kisheria kuhakikisha kuwa CCM
wanaeleza bayana kwamba hizi zilikuwa ni propaganda. Hata hivyo, naendelea kuwa na matumaini kwamba Makalla, Comrade Makalla, licha ya kuwa na mtu wa siasa, ni miongoni mwa wanasiasa wastaarabu ndani ya CCM, huwa anaongea maneno kwenye majukwaa na hiki na kile. Kwa hiyo binafsi sitoshangaa kumuona Comrade Makalla akipanda jukwani na kujaribu kulainisha hiki alichokisema, na hiki ndio kitu cha kistaarabu anachopaswa kufanya, kwa sababu hizi tuhuma hizi sio tu za kisiasa, bali zina athari beyond politics. Kama hivyo ulisema, masuala ya uchumi, lakini pia masuala ya reputation ya Tanzania sio kitu kizuri, na yeyote aliyeshiriki katika kutoa ushauri huo wa kutumia tuhuma hizo dhidi ya Chadema hakutumia busara hata kidogo. Basi mimi naomba niishie hapa, kwa matumaini kwamba nadhani uchambuzi huu kidogo umekupa mwanga na kuelewa kuhusiana na masuala mbalimbali. Asanteni na